Kwa hiyo leo hii nilikuwa nimesema kwamba tufanye maombi. Maombi ni ya muhimu sana. Kabla sijaleta ujumbe wa siku ya leo, nilikuwa natamani sana angalau naelewa kabisa kwamba watu wanapitia changamoto sana, hasa za kiafya. Watu wanaumwa, watu wanateseka, watu wanahangaika, watu wanataabika mno. Msikilizaji unanisikiliza, matatizo haya hayajaanza leo. Shida ya udhaifu kwenye mwili wa mwanadamu haijaanza leo. Udhaifu, masumbufu yameanza enzi na enzi. Toka dhambi ilipoingia ulimwenguni, mambo yalibadilika. Magonjwa, misiba, vilio, mambo ya kutisha yalianza tukia hapo. Kwa dunia imekaa katika hali hiyo ya mateso, dhiki na shida mbalimbali, ambazo hizo shida hamna mwanadamu anaweza kuzitatua. Utatuzi wa shida zote hizo na mambo yote hayo mwanadamu hawezi kutatua. Ambaye anaweza kutatua au mwenye jibu la maisha ya watu ni Mungu mwenyewe kupitia Yesu Kristo. Mungu ndio mwenye majawabu. Msikilizaji unasikiza sasa hivi, unanifuatilia. Hapo ulipo una maswali mengi kichwani. Una changamoto nyingi kichwani. Unawaza kuhusu habari ya kuumwa. Unawaza kuhusu habari ya maisha haya itakuwaje? Unawaza kuhusu watoto itakuwaje? Unawaza kuhusu ndoa itakuwaje? Baki ndoa imeharibika. Kazi imeharibika. Mambo hayaendi vizuri. Kwa hiyo ni matatizo tu, asubuhi matatizo, mchana matatizo, usiku matatizo. Changamoto nyingi sana. Kwa nilikuwa nimetafakari Jumapili iliyopita kwamba nipate watu wachache. Hao watu wachache ni wale ambao wako serious kabisa, wana uhakika kwamba wanapita katika bonde la uvuli wa mauti. Watu ambao wanasema mimi ni mdhaifu, ninaumwa, nimeteseka muda mrefu, nimehangaika muda mrefu, nimefikia hatua nimeuza mali zangu nipate msaada. Kuna ambao wamesafiri kwenda hadi nje ya nchi, India, kutafuta uzima. Wengine wanasafiri kwenda Uingereza kutafuta uzima. Wengine wanasafiri kwenda Muhimbili. Wengine wanasafiri kwenda sehemu mbalimbali kadri ya uwezo wa mtu kutafuta afya. Kwa sababu ya shida ya kisukari, kwa sababu ya shida ya pressure ya kupanda na pressure ya kushuka, kwa sababu ya shida ya ini, kwa sababu ya shida ya kongosho, kwa sababu ya shida ya mfumo wa upumuaji, asthma ya kurithi kutoka kizazi na kizazi, au hiyo asthma ina jina lingine la famika, lakini asthma pumu, yes, hiyo pumu, hernia, bawasiri, mateso ya namna hiyo ambayo